timu inakabiliwa na mechi ngumu kweli kweli. Inakuwa ni ngumu mchezaji ambaye amekaa nje ya uwanja kwa matibabu kwa miezi miwili mitatu arejee tu uje umpatie mechi mfano mechi dhidi ya Petro ama mechi hii dhidi ya Stade Malien. Bado confidence yake iko chini sababu ametoka kwenye majeraha makubwa. Bado fitness yake haijakuwa ya 100%, na kwa mantiki hiyo basi option iliyopo ni kumuingiza taratibu kwenye kikosi. Ndio maana unaona mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata dakika za kucheza kwa sababu ni mechi ya kirafiki, inamsaidia yeye mwenyewe kurejesha confidence yake, inamsaidia kutafuta match fitness pamoja na physical fitness. Sasa huwezi kumtoa mchezaji ambaye ndio kwanza ameanza kujitafuta alafu kaja kumpachika kwenye mechi kama hii ya Petro di Luanda ama mechi kama hii ya Stade Malien. Kwa option nzuri zaidi kwa ajili ya kumsaidia mchezaji mwenyewe Bajaber aweze kuingia taratibu kwenye kikosi ni kufanya mazoezi kwa muda mrefu zaidi, na endapo unapata mechi ambazo hazina uzito mkubwa ndipo ambapo unampa nafasi dakika zake anacheza mpaka pale ambapo muda utafika na kukabidhiwa mechi kamili ambayo zitakuwa ni mechi ngumu kama hizi ambazo tunashiriki kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba wasiwe na haraka, wasiwe na pressure. Unaweza ukamlazimisha kadri unavyoweza kumlazimisha acheze kwa sababu tu watu wanamsubiri ama watu wanashauku naye, alafu akaingia uwanjani akaanda perform kwa sababu ya hofu ya majeraha alotoka kutibiwa, ama akaingia uwanjani akapata jeraha kubwa zaidi akakaa nje kwa muda mrefu zaidi. Maamuzi yanayofanyika ni maamuzi sahihi sana ambayo yamezingatia ushauri wa kitabibu ya kwamba mchezaji akitoka kwenye injury kubwa kama hiyo, mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu, iko namna yake ya kurejea kiwanjani taratibu. Sio tu kwa sababu ya hamjamuona muda mrefu basi Petro di Luanda hawa hapo Bajaber na yeye unampa nafasi anaingia mle kutokana na kutokuwa fiti kwa 100%, anafika mle anaumia tena, anajitonesha ama anashindwa kuperform kwa sababu fitness yake aliyokuwa nao yeye na wachezaji wengine ni tofauti sana, kwa sababu hawa wengine tangu mwezi wa 8 huku wanacheza mechi, huyu ndo kwanza mwezi wa 11 huu anaanza kujitafuta taratibu. Kikubwa ni subira tu kwa wana Simba, atacheza tu Bajaber na tutafurahia matunda yake. Ahmed, kuna video ilikuwa inasambaa ya kocha mara baada ya mchezo uliopita dhidi ya Petro di Luanda, mashabiki wengine wakiwa ni kama wanazomea hivi mara baada ya mchezo kumalizika. Hii kwako video kwanza binafsi uliiona na ilikupa picha gani baada ya kuiona, lakini pia una neno gani kwa mashabiki kuhusiana na meneja Pantev? Kwanza kikubwa mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa wastahimilivu. Hiko ndio kitu cha msingi sana. Wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa na mpira wa miguu. Mpira wa miguu na matokeo hayo ya kufungwa. Na unapoishangilia Simba ama unaposhangilia mpira lazima uwe na akiba hiyo kwamba siku fulani mimi nitafungwa. Inawezekana ikawa ni siku unayojua ama siku usiyojua, lakini hiyo siku ya kufungwa ipo, kwa sababu timu isiyofungwa duniani hapa haipo. Kuna siku utafungwa nyumbani kwako, kuna siku utafungwa away, lakini utafungwa tu. Hiyo ndio jambo ambalo kila mwana Simba anapaswa kulielewa. Tusiufanye mpira kama mchezo ambao tumeuanzisha sisi kwamba lazima tutashinda tu iwe wavyo, na tusijipe ukubwa unaopitiliza. Ni kweli ya kwamba timu kubwa haitakiwi kupoteza, lakini tukipoteza kila mtu lazima atambue kwamba maamuzi ya mpira yameamua hivyo. Hii leo ukiangalia timu kubwa zote duniani weekend iliyopita, hii leo tunakwenda kwenye UEFA Champions League, watu wamefungwa. Hakuna ambaye alitegemea yale ambayo yametokea. Tumeona kilichotokea kwa Barcelona, kilichotokea kwa Liverpool, kilichotokea kwa nani yule Bayern Munich,
zote hizo ni timu kubwa ambazo zimefungwa kwenye michuano ya Ulaya. Kwa Simba kufungwa lazima itatokea tu katika maisha yetu ya mpira wa miguu, hata kama itakuwa ni Benjamin Mkapa, ili mradi utafanya makosa ya kiwanjani lazima utaadhibiwa. Sasa nini kinafuatia? Baada ya kufungwa, mnakaa chini, mnaangalia kwa nini tumefungwa, tumekosea wapi, na baada hapo mnajirekebisha tena kuelekea katika mechi inayofuata. Ingekuwa ni mechi ya mwisho hii ndio tumefungwa na tumekosa nafasi ya kwenda hatua inayofuata, hapo tungeweza kuchapana hata viboko. Imekuwaje bana, mnyama amefungwa, ameshindwa kwenda hatua inayofuata. Lakini ni mechi ya kwanza, tumepoteza mechi ya kwanza. Mbele yetu tuna mechi 5 zinatusubiri. Mbele yetu kuna pointi 18. Katika hatua ya makundi kuna pointi 18. Simba tumepoteza alama 3. Tumebakisha na alama 15 za kuzipigania. Sasa ukiangalia tuliopoteza ni alama chache, zilizobaki mbele yetu ni alama nyingi zaidi. Tukianza hivi sasa kila mmoja kutoa sauti yake, huyu akisema vile, huyu akisema hivi, huyu akisema vile, ni rahisi mno kujipoteza katika mtiririko, ni rahisi kujitoa katika lengo, na hatimaye unajikuta mnafanya vibaya hata katika mechi zinazokuja. Mimi rai yangu kwa wanasimba, matokeo mabaya tumeyapata, hayaepukiki. Sometimes huwa yanatokea, haijalishi tunayapenda ama hatuyapendi, lakini imeshatokea. Baada ya kupata matokeo hayo mabaya, nini kinafuata? Ni kujipanga upya. Kwenye maisha unaweza ukaitengeneza kesho yako, lakini hata uwe mtaalamu vipi, huwezi kuibadilisha jana yako. Jana imeshapita, imeshaharibika, hakuna namna nyingine yoyote. Cha kufanya ni kuiangalia jana yako imeharibikia wapi, ili uitengeneze kesho yako. Kwa hiyo tuangalie zaidi mechi zinazokuja, tunavukaje hapo, tunapataje alama 15 katika alama 15, na baada hapo mnyama aende hatua ya robo finali. Na mimi niwaambie wanasimba, wala wasihamanike. Hii sio Simba ya kuikatia tamaa. Hii sio Simba ya kupagawa kwa kupoteza mechi moja. Hii sio Simba ya kupoteza focus kwa kupoteza mechi moja. Hii Simba ni lidude likubwa mno. Ni timu yenye uzoefu mkubwa mno. Ni timu ambayo tumeshapita kwenye changamoto kubwa na nyingi, na bado unasinzia Petro. Unasinzia. Nakuona wewe basi. Umenogewa. Unasinzia saa 9 hii baba. Unaizungumzia Simba nisinzie tena? Unaenjoy Hii Simba bwana, nimeshapitia katika nyakati ngumu, nyakati nzito kweli kweli, na bado Simba yetu ikatoboa. Na hii sizungumzii zamani ya kina Mufulira Wanderers, naizungumzia Simba ya hapa katikati, watu wote wanaijua. Kwa hiyo tusisahau mema na ubora wa Simba, hasa kwenye kutufanya mabadiliko kuelekea mbele. Kwa hiyo wana Simba wala wasiwe na wasiwasi, Simba yao itarejea. Sisi hata tukipoteza mechi ya Stade Malien, bado tupo katika mstari wetu, kwa sababu mechi 4 zitakazobaki tuna uhakika wa kufanya maajabu hapa. Kwa hiyo wana Simba wala wasiwasi tusemaje? Mshingiwa na wasiwasi? Anasema hata mkipoteza, hata kama inatokea tunapoteza mechi na Stade Malien, bado Simba hii tunayo ujasiri wa kusema ya kwamba tuna uwezo wa kufuzu robo finali kwa kutumia mechi 4 ambazo zitakuwa zimebakia. Na haya sio mambo ambayo tunazungumza kutoka kichwani kwenye ndoto za Alinacha, ni mambo ambayo tunazungumza kutokana na historia na ubora tuliokuwa nao Simba Sports Club na uhakika wa matukio yetu. Mnyama nenda robo finali. Bila shaka hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hata tukiwa tuna wakati mgumu kiasi gani ama hatuko vizuri kiasi gani, lakini sisi kuishia hatua ya makundi ni mwiko kwetu. Kwa hiyo tunajua nini cha kufanya, tutakifanya, na mnyama ataenda hatua ya robo finali. Hilo wala halina mashaka hata kidogo.